بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Karibuni ndugu zangu katika chaneli yetu ya Fundi Jabir Online TV, na leo bimashiatillahi taala tunaanza kusoma somo letu la balagha. Na ikumbuke kuwa hii ni moja katika ahadi ya chaneli yetu kwa tutawaletea fawaid mbalimbali, na katika upande wa elimu tumeanza kusomesha vitabu mbalimbali huko, kama kitabu cha nahwu katika matnul ajrumia. Pia tumesoma katika kitabu cha ahkami tajwidi, hidayatul mustafid fi ahkami tajwidi, na vitabu vingine. Ukifuatilia katika chaneli yetu, cha muhimu subscribe, ulike, share na comment. Ingia katika chaneli, basi utakuta faida ziko mbalimbali. Tukianza katika utangulizi, kabla sijaanza kusoma utangulizi hapa, muhimu tufahamu kuwa hii elimu ya balagha ni moja katika fani muhimu sana kwa wanafunzi wanaosoma dini ya Kiislamu, na ni fani katika fani za miongoni mwa fununi za lugha ya Kiarabu, na fani hii itakufanya wewe uweze kuwa mtaalamu wa kufasiri maneno ya Allah na maneno ya Bwana Mtume, kama tutakavyokuta katika utangulizi. Ila utangulizi wangu, kabla sijaanza kusoma, nilichokuwa nataka nimaanishe kuwa kabla sijaanza kusoma na utangulizi wangu mimi, kwa wale wanafunzi, kuna watu wengi waliniomba na wana kiu sana ya kusoma masomo mbalimbali, lakini kuna baadhi ya masomo yanakwenda mpaka wewe umepitia masomo fulani. Yani kuna ngazi zile, step kwa step, unaanza hiki unafuata kile. Sasa tufahamu kuwa elimu ya balagha, ili uweze kuwa mwepesi kuijua, kuielewa, basi natakiwa umesoma lugha ya Kiarabu kwa kiasi fulani, na katika lugha ya Kiarabu bimaana ukajua, ukasoma japo nahwu, vitabu hata viwili vitatu, na sarfu. Ukishaielewa vizuri nahwu afu ukaja katika balagha, ndio sawa, ndio inavyotakiwa. Manake nadhani wale wameshakaa katika madaris au chini ya wanawachuoni mbalimbali, haya wanayaelewa. Kwa sisi ambao tunaanza na kushauri kwa mtu ambaye hajapita katika nahwu, sarfu, hajui, basi ushauri wangu arejee kusoma masomo hayo ya sarfu, nahwu, alafu akishakuwa amefikia katika level ya kuyaelewa vizuri, basi ndo anaweza kuendelea na somo la balagha. Haya, utangulizi wa somo letu hapo kama ilivyoandikwa katika screen. Utangulizi wa elimu ya balagha. Anasema hivi: elimu ya balagha ni moja ya fani muhimu katika lugha ya Kiarabu. Ni elimu inayojikita katika uzuri wa usemaji, ukamilifu wa maana na ufasaha wa maneno. Hii ndo balagha. Sawa? Lengo kuu la balagha ni kumsaidia mzungumzaji au mwandishi, mtu anayetaka kuandika ama kitabu na kadhalika, kufikisha ujumbe wake kwa njia iliyo wazi, yenye kuvutia na yenye kugusa hisia za msikilizaji bila kutumia maneno mengi au magumu. Sawa? Balagha inachunguza namna ya kutumia lugha. Inachunguza namna ya kutumia lugha kwa busara, uchambuzi na umahiri, ili kufanya iwe athari kubwa katika akili na mioyo ya watu. Na kama inavyofahamika, ipo hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kuwa
katika maneno kwa mafuhumu. Ninavyoikumbuka hadithi hiyo, wataalamu wanajua zaidi kwamba kwa mafuhumu ya hadithi kuwa katika maneno kuna uchawi, yani bimaana haimaanishi kwamba kuna uchawi ule wa haramu ule haramishwa. Maneno maana yake yanaleta athari, kama vile uchawi unavyoathiri. Maneno yanavutia, maneno yanaweza yakaconvince, ndio maana yake. Kwa hiyo balagha ni moja katika ilmu ambazo zinafanya mtu kuwa mweledi. Anapotaka kufikisha jambo anaweza kuconvince watu wakaathirika. Katika Qur'ani, katika maandishi hapo Qur'ani na Sunna tunakuta mifano mingi ya balagha, kwani lugha ya Qur'ani ndiyo kilele cha fasaha na balagha ya Kiarabu. Kwa hiyo ndio hivyo, huo ni utangulizi, umeishia hapo. Tunaendelea maana ya balagha. Balagha ni nini? Balagha ni neno, nasema neno balagha, albalaghatu, hapo lipoandikwa Kiarabu albalaghatu, katika Kiarabu linatokana na mzizi balagha, lenye maana ya kufikisha. Kwa mfano katika Qur'ani Allah aliposema ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik, ewe mtume fikisha yale ulioteremshiwa kutoka kwa Mola wako. Ile balligh, au hadithi ya mtume sasa anasema ballighu anni walau aya, ballighu anni walau aya, imekuja katika jamu ikiwa ni amri, imewaelekea wengi. Ballighu anni, asili balagha, wale walosoma sarfu na nahwu wanafahamu. Kwa hiyo ballighu anni walau aya, fikisha kutoka kwangu japo aya. Kwa hiyo balagha ni kufikisha. Kitaaluma balagha ufafanuliwa kuwa, yani maana ya istilahi wanawachuoni wa lugha ya Kiarabu, anasema maana yake ni uwezo wa kufikisha maana kwa njia sahihi, kwa maneno yaliyopangiliwa vizuri, fasaha na yanayoendana na mahitaji ya nafasi, wakati na msikilizaji. Hiyo ndo balagha, malengo yake kisheria, au maana ya balagha. Yani maana ya balagha kwa mujibu wa istilahi ya wanachuoni, maana yake kisheria. Kwa ufupi, balagha sawa sana ujumbe sahihi na lugha fasaha, mahali na wakati muafaka. Hii ndo maana ya kiistilahi ya wanachuoni wa lugha. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yanatakiwa wewe mwanafunzi wa ilmu yawe kichwani. Ukiulizwa nini maana ya balagha, unataja kilugha kufikisha, kisheria kwa kifupi sana unaweza kusema kwamba ni ujumbe sahihi, lugha fasaha, mahali, wakati muafaka. Hii ni maana ya kisheria. Kifuatacho anasema vipengele vitatu vikuu vya balagha. Elimu ya balagha imegawanyika katika sehemu kuu tatu. Balagha yote unaweza kukuta kitabu kikubwa, lakini elimu hiyo inagawanywa katika sehemu tatu. Kwanza anasema ilmu almaani, elimu ya maani hiyo. Alafu ilmu albayani, kuna ilmu ya bayani, alafu na ilmu albadii, na ilmu ya badii. Hiyo ndio balagha. Hayo ndio mambo au vipengele hivyo ndio vimekusanya elimu ya balagha. Hapo ilmu almaani ni nini au inakusudia nini? Anasema inafundisha jinsi ya kupanga maneno ili yafikishwe kwa maana inayofaa kulingana na mazingira. Ndio ilmu almaani hiyo. Ilmu albayani inashughulika namna ya kufikisha maana moja kwa njia tofauti kwa matumizi ya tashbihi, isti'ala, mafumbo na kadhalika. Hiyo ndio ilmu bayani. Na ya tatu ilmu albadii, hii inazungumzia mapambo ya lugha ili kuifanya iwe ya kuvutia, kama vina nadhani wale wasanii wanajua katika mashairi, takriri, ulinganifu na kadhalika. Hiyo ndio ilmu albadii. Kwa hiyo hapa tutakuwa tumewekea kikomo katika darasa letu ya leo,
kuwa balagha katika utangulizi wake tumefahamu hapo, na pia kujua maana yake na kujua vile vipengele vikuu vya balagha, yani ule mgawanyo mkuu wa balagha umegawanyika katika sehemu kuu ngapi, tumejua. Inshallah taala, usikose kutufuatilia katika somo darasa ijayo biidhnillahi taala, ambapo huko tutakuja kuendelea sasa kuchambua kiundani elimu hii tuweze kustafidi kwa lugha ya Waarabu. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.